matokeo hayo yaliyotokea mmeyapokeaje huko Msimbazi? Siku zote matokeo ya kufungwa kwenye mpira wa miguu huwa ni matokeo ya kujulisha. Hakuna namna ya kupokea matokeo ya kufungwa kwa namna nyingine yoyote zaidi ya maumivu. Na inauma zaidi kwa sababu hii ndio ilikuwa mechi ya mwisho ya kuamua hatima yetu Simba. Na kinachouma zaidi ni kwamba kombe lilikuwa uwanjani, kombe jipya limeondoka, tumelikosa. Sisi Simba Sports Club tuna maumivu makali. Lakini katika mioyo yetu sisi wana Simba tunajihesabu kama ni mabingwa msimu huu. Tunajihesabu ni mabingwa wa Afrika msimu huu. Kwa nini hivyo? Kwa sababu msimu huu pamoja na kwamba tumepoteza ubingwa, lakini tumefanikiwa pakubwa sana hadi kufika kucheza hii fainali. Ndio maana kwenye mioyo ya wana Simba hatuna deni na wachezaji wetu, hatuna deni na viongozi wetu, wala hatuna deni na benchi la ufundi. Wamefanya kila kilichostahili kufanywa na wametimiza majukumu yao kwa 100%. Unategemea upate kitu gani cha ziada zaidi ya hiki ambacho Simba tumekipata kwenye kikosi chenye wachezaji wapya karibia 90%? Unategemea utawaunganisha vipi hao ndani ya msimu mmoja waje wakupe ubingwa? Kwa upya wao na ugeni wao wakafanikiwa kukupeleka finali, una sababu ya kuwashukuru hao wachezaji. Lakini kwenye kikosi chenye wachezaji 99% ambao wanacheza kwa mara ya kwanza michuano ya kimataifa na bado wanafanikiwa kukupeleka finali, hauna kingine cha kuwazungumzia zaidi ya zaidi ya kuwapongeza kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Kwenye wachezaji ama kikosi kinachoundwa na wachezaji chipukizi wenye umri mdogo na wanapambana vita kubwa na hatimaye wanakupeleka finali, hakuna kingine cha kuwadai zaidi ya kuwashukuru na kuwapongeza. Tunaizungumzia Simba ambayo benchi lake lote la ufundi ni jipya. Walimu wanahitaji miaka 3, miaka 4 kuweza kutengeneza timu imara, lakini ndani ya muda mfupi mwalimu Fadlu Davis amefanikiwa kutengeneza Simba imara yenye wachezaji wapya, wachezaji wasiokuwa na uzoefu, wachezaji wadogo, na hatimaye ametupeleka hatua ya finali. Kwenye timu hii ukitoa Matola na Patrick Raymond meneja, waliobaki wote walikuwa wageni, lakini pamoja na ugeni wao wameweza kutengeneza Simba iliyokuwa imara na tishio, na hatimaye tumecheza finali. Ndiyo maana tunaweka wazi ya kwamba sisi kwenye mioyo yetu, kwenye fikra zetu tunasema ya kwamba sisi ni mabingwa wa Afrika msimu huu kwa sababu tumetimiza malengo yetu. Hili limekwisha. Tunachokiangalia sasa hapa ni kutengeneza timu ya kwenda kutupa ubingwa. Sasa tayari tuna timu ya kuweza kutufikisha finali. Palikobaki ni timu ya kwenda kutupa ubingwa, na ili tuweze kufanikiwa hilo, standard mpya ambayo tumeiseti hivi sasa, niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, standard yetu tunapoanza michuano ya kimataifa, break yetu inakuwa ni finali ya michuano ya Afrika sana Simba yake. Lakini kwa Joshua Mutale imekuwa ni tofauti. Watu waliendelea kuwa na imani naye, na imani ambayo tuliinvest kwa Mutale Budo imetulipa. Leo anafunga goli, anakuwa mchezaji bora. Just imagine kutoka kuwa mchezaji bora kwenye mechi dhidi ya Big Man, dhidi ya Mbeya City, anakwenda kuwa mchezaji bora kwenye mechi ya finali dhidi ya Berkane. Bahati mbaya ama nzuri, gari ya Joshua Mutale imechanganya mwisho wa safari, kwa maana msimu unamalizikia ukingoni. Lakini huyu Mutale tunayemuona sasa ndiye ambaye tutafungua naye msimu akiwa na ubora huu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Jambo letu ni usiku wa chuma, hunoa chuma.
Ni usiku wa tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2025 kuanzia saa 12 kamili jioni na kuendelea.